askofu nimeshika kukaribisha. Karibu utufungulie mkutano. Amen. Usimame sinema hii ndio ya heshima makofi. Kisha kuna makofi. Kuna makofi. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Walio na furaha tupungiane mikono. Walio mikono ya furaha, mikono ya furaha. Amen. Na huko ngoja nisalimie makuhani kwanza. Salimie makuhani. Na huyo tayari. Niwasalimu kwa jina la Yesu. Amen. Niwasalimu kwa jina la Yesu. Amen. Basi kwa sababu nimepewa kufungua, nimlete mke wangu mtumishi wa Mungu aseme machache ili mimi nifungue. Maana nafikiri kwamba muda wa kusema atakuwa hana. Tutakapoanza mchaka wa leo, tutakuwa kila mmoja tukimaliza na sambaratika kivyake. Mama karibu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tunamshukuru Mungu ambaye ni mwema kwetu, ambaye ametupa tena nafasi na kibali hiki cha kuweza kukusanyika pamoja kwa ajili ya kuhitimisha juma letu la Pentekoste. Ni sherehe kubwa kwa sababu hii imeanza katika kitabu cha Matendo ya Mitume, ndipo kanisa lilipoanza hapa. Kwa sasa tunakumbukia na tunaamini kwamba hatutatoka kama tulivyo. Naamini kwamba kuna jambo ambalo tunaenda kulipata mahali hapa. Cha muhimu tu ni kujiachilia mbele za Mungu, kumhitaji Mungu na nguvu zake, kumwomba Mungu kwamba kama nimekuja hivi, nisirudi kama nilivyo. Natamani kwamba nitoke na kitu kingine tofauti. Natamani nigeuzwe. Mtu ambaye amejazwa Roho Mtakatifu anageuzwa, anakuwa mtu mwingine wa tofauti. Kwa hiyo naamini kwamba siku ya leo tunaenda kugeuzwa, tunaenda kuwa watu wa tofauti kabisa. Tulipoingia sivyo tutakavyotoka. Ni kiu yako, ni kiu yangu ya kwamba tusiwe na ibada ya hasara. Tumwambie Mungu kwamba tunakuhitaji wewe mahali hapa. Na unapokuwepo mahali hapa, muangalie Mungu sana. Simwangalie aliye pembeni yako. Macho yako na moyo wako mwelekezee Mungu kwamba Mungu, leo nahitaji nitoke mtu mwingine kabisa. Nahitaji mabadiliko ambayo si ya kawaida. Nahitaji nguvu ambayo si ya kawaida. Nahitaji kutembea katika uwepo wa Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa machache haya, mimi kwa jina naitwa Florence Mbwambo, ni mkurugenzi wa wanawake kitaifa. Na inawezekana sipate muda tena wa kuzungumza, lakini nizungumza kwamba wanawake tuna jambo letu mwezi wa 6 kuanzia tarehe 15 kuondoka mpaka tarehe 19 tunamaliza semina yetu, mkutano mkubwa kule Dodoma. Usipange kukosa. Usipange kukosa mwanamke. Kuna vitu vizuri sana. Mungu awabariki. Wengine hampigi makofi hivi na tatizo nani? Ukipiga makofi
kumpigia Yesu. Piga tu. Hata kama uko kanisani kwako upige, piga hapa, piga hapa. Hata kama kanisani alikuwa hapigi, akija hapa apige. Kwa nini? Kwa sababu Mtume Paulo anasema Bwana mmoja, ubatizo mmoja, roho moja, Bwana mmoja. Sasa kama tutakuwa Bwana wanakuwa wawili, mwingine anapigiwa makofi, mwingine amekaa hivi. Jamani, ni mzee lakini hapa nikicharuka hapa vijana mtashangaa. Amen. Tena utashangaa hivi kweli ni askofu au amepambikwa kwamba ni askofu. Nacheza kweli kweli. Kama Mfalme Daudi. Mfalme Daudi alicheza mpaka mkewe akachanganyikiwa. Tukasema hivi wewe ni mfalme? Akamwambia ni mfalme. Mimi namchezea yeye ambaye ni zaidi yangu mimi. Na ndio maana Abigaili hakupata mtoto. Nani yule? Alikuwa nani yule? Alikuwa nani yule mkewe? Alikuwa nani yule mkewe? Hakupata mtoto mpaka akafa. Maana alimdhihaki Mungu. Nakwambia tulisimama tusimame pamoja. Yaani tutajazwa roho pamoja. Sema amina. Amen. Nimepewa nifungue alafu niseme machache kwa sababu mhubiri ni mtu mwingine. Sasa nifungue na maneno haya ambayo ni tukio la leo kutoka kitabu cha Matendo ya Mitume sura ile ya 2 mstari wa 1, nitaishia ule wa 4. Matendo ya Mitume 2:1 mpaka 4. Kama hili Biblia kubwa. Ni ndio mitume kwa imani kapigwa. Hata ilipotimia siku ya Pentekoste, walikuwako wote mahali pamoja. Hebu tuseme tuko hapa mahali pamoja. Sema tuko hapa mahali pamoja. Kama maandiko yanenavyo. Basi tuendelee. Kukaja ghafla toka mbinguni uvumi kama uvumi wa upepo wa nguvu ukienda kasi, ukaijaza nyumba yote waliokuwa wameketi kama tulivyoketi sisi hapa. Ukawatokea ndimi zilizogawanyika kama ndimi za moto uliowakalia kila mmoja wao. Wote wakajazwa Roho Mtakatifu. Hebu tuseme wote tutajazwa Roho Mtakatifu. Turudie tena. Wakaanza kusema kwa lugha nyingine kama Roho alivyowajalia kutamka. Kama Roho alivyowajalia kutamka. Waliingia pale gorofani, waliachwa na lugha zao. Yesu aliwaacha na lugha zao. Lakini baada ya Roho Mtakatifu kuja, wakati wako pamoja kama sisi tulivyo pamoja. Bwana msije kaubiri mkampotezea mtu. Kama sisi tulivyo pamoja, Kiwalani wamekaa pamoja, Manzese wamekaa pamoja. Nasema kukatokea ghafla. Unajua pale hawakuomba Roho Mtakatifu njoo, Roho Mtakatifu shuka, Roho shuka. Hakuna, ni majira, ni wakati uliotimia, Roho aliachiliwa. Siku zilikuwa baada ya Yesu kwenda mbinguni, zilikuwa ni siku 49 kule wanakaa kikao. Unajua unaenda kule duniani roho kule duniani. Mimi nimetoka kule duniani, nimekaa miaka mingapi na wale watu, miaka 3.5. Wanakaa wanajadiliana siku ngapi? Siku 49. Na wale wanafunzi nao wamekaa pale gorofani siku 49. Waliambiwa wasiondoke na hawakuondoka. Mimi najiuliza, hivi Petro si alikuwa na familia? Ile familia ilikuwa inakula nini? Maana wewe unashindwa kutii maagizo ya Mungu anayosema kwa kufikiria nitakula nini. Hebu jiulize, Petro hakusema naenda nyumbani kuangalia familia, naenda nyumbani kupeleka mkate. Biblia haijasema. Sema amina. Amen. Biblia haijasema.
Anasema waliambiwa msiondoke hapa Yerusalemu mpaka mvikwe nguvu kutoka wapi? Juu. Na ile nguvu, ngoja niwaeleze watu wa Mungu. Ile nguvu hakuna mtu aliyemwekea mwenzie mikono. Maana tunahangaika mikono. Hiyo ni Paulo aliwekea mikono. Lakini ile nguvu Biblia inasema iliposhuka, kila mmoja alikaliwa na nini? Na ndimi za moto. Sema ndimi za moto. Sema leo zitatukalia. Wala Roho Mtakatifu halazimishwi. Roho Mtakatifu anajua nafasi yake. Wewe ni kuwa na kiu tu. Hivi mtu aliye na kiu ya maji anaambiwa kunywa maji? Hapana. Anaambiwa kunywa maji? Hapana. Sasa leo sijui umekujaje. Wewe jenga kiu tu. Maana tumetimiza lile neno walikuwa pamoja. Na sasa tuko pamoja. Na kama umejiandaa una kiu, mimi nakuhakikishia utajazwa. Utajazwa. Mungu analiangalia neno lake apate kufanya nini? Kulitimiza. Haangalii kwamba wewe ukoje. Anachoangalia ni neno lake. Na wewe uwe na kiu. Na ukishakuwa na kiu, lazima ndimi ya moto itakukalia. Haleluya. Hebu shangilia kama mtaji wa Pentecost. Sasa hapa tunakumbuka, ni kumbukizi, lakini Roho ashakuja, yuko hapa. Lakini inawezekana umetembea kwenye kajangwa wiki zima, mara watoto, mara kazi, mara watakula nini, sijui nini, hata ukakaukiwa, maji yakakauka. Leo lazima vijito vya maji vibubujike ndani mwako, chemchemi za maji zitoke ndani mwako, ukabadilishe huko unapokwenda, ukabadilishe kule Chanika, ukabadilishe kule Ukonga, ukabadilishe basi. Huu moto ukija haukupi kunyamaza, na kanisa limepoa kwa sababu huu moto uko karibu kuzimika. Amina. Lakini mtu aliyepokea huu moto, tunaona walipopokea wale mitume pale gorofani, Petro aliyekuwa anakimbia majeshi ya Kirumi wakati Yesu anakamatwa, Petro huyo ndiye anasimama mbele za viongozi wa pale kwenye ile nchi anayotaka kuhubiri. Anaambiwa hapa pahubiriwe habari za Yesu. Anasema inanipasa kumtii Mungu kuliko kuwatii wanadamu. Hapa kitaeleweka. Hapa lazima ukipokea hii Mungu, lazima unatoa maamuzi magumu. Hata ukiambiwa nenda Ikulu, unaweza kwenda Ikulu. Na Yesu makofi na mbele. Hii nguvu inakusababisha uwe jasiri. Petro akasema inanipasa kumtii Mungu kuliko kuwatii wanadamu. Alipolipiga lile injili kwa Wayahudi, aliondoka na mateka. Hivi hapa tunaweza tukafika watu 3,000. Aliondoka na mateka. Mkutano mmoja wanaokoka watu 3,000 wanabatizwa. Mkutano wa pili wanaokoka watu 5,000. Ni ule moto uliotokea pale gorofani. Na mimi natamani ndimi za moto zikukalie. Na mimi natamani ndimi za moto zikukalie. Utakuwa kwa kutembea kidisho. Utaonekana mitaani kama mlevi, lakini sio mlevi wa gongo, sio mlevi wa kibubu, ni mlevi aliyejazwa Roho Mtakatifu.
Ukimpa kufungua yeye anahubiri. Wangapi tuko pamoja? Wangapi tuko pamoja? Haleluya. Nakumbuka kipindi kile nilichokuwa kijana kama Sanga. Nilipokuwa kijana kama Manda. Sasa nilikuwa naruka. Huyu nishawahi kumchukua nikamtupa porini huko. Si unakumbuka? Nikamtupa huko. Akaniambia nitapata wapi nauli? Nikamwambia Yesu akakuletea nauli. Leo ni kiongozi wa zoni ya Temeke. Na ni mchungaji. Pigia Yesu makofi. Ananiambia nauli, nikamwambia utajua wewe mwenyewe. Nimemaliza siku zangu 4 na mkabidhi namwambia hapa unaletwa hubiri. Huko nyuma mpaka akatoa wachungaji wengine mapepo. Walipotolewa mapepo nafikiri walikuwa na nauli. Pigia Yesu makofi wakampa. Walikuwa magumu kwa sababu ya mapepo. Na tunakuwa magumu sababu ya mapepo. Wakafunguliwa. Alipokuja akamwambia umekuja, asema nimekuja. Umeletwa, asema yeye nimekuja. Namwambia hiyo ndio nini? Ndio interview ya kwanza. Interview ya kwanza kupeleka mahali mpaka kule ulikuwa unakula nini asubuhi? Viazi, sijui mbogo. Unaondoka upewe hata huku. Sawa. Lakini leo ni kijana wangu sasa. Nafurahia matunda. Bwana Yesu asifiwe. Lakini alikuwa mvumilivu. Jina la Bwana libarikiwe. Amezaa makanisa. Na mimi pia nimezaa kanisa. Kuna kanisa la Kahama kubwa mno. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa hiyo leo tuko pamoja ili kupokea kitu kimoja. Kanisa ni moja. Nembo za kujisajili kule Wizara ya Mambo ya Ndani zitakuwa KG, zitakuwa Holiness, zitakuwa AG, sijui zitakuwa nini? Ufufuo na uzima. Lakini Yesu anachotazama, analiangalia kanisa kama nini? Moja. Amen. Ambapo ninapokea roho nini? Moja. Lakini mwisho nimalize hivi. Roho Mtakatifu akija, tunataka tuone matokeo yanaitwa matunda. Bwana asifiwe. Tunataka tuone nini? Maana wale mitume ilionekana nini? Matokeo. Mpaka kisingine wakasema wamekuja na huku tena. Wamekuja na huku tena. Na wewe ukipokea hiyo Mungu, tuone umekwenda mahali. Sema amina. Yaani ukipokea hiyo Mungu, lazima iwe ni matokeo. Maana mti hutambulikana kwa matunda yake. Kama ni Roho Mtakatifu, tuone matunda ya Roho Mtakatifu. Cha kwanza uwe na upendo na Mungu. Si ndio jamani? Uwe na upendo na nani? Umpende Mungu kwa moyo wako wote, kwa akili zako zote, kwa nguvu zako zote. Ufuate kanuni zake. Mwisho wa yote, Mungu ataachilia kitu ambacho wewe mwenyewe hutajua kwamba amekuachilia. Mimi nilifikiri nitakuwa kwenye maisha yangu yote askofu mkuu. Mkuu maana yake ni kwamba hakuna mwingine, ni Tanzania nzima. Mwingine hamna. Lakini kwa sababu nilimheshimu Mungu, nilimpenda Mungu, nilimtii Mungu, Mungu mwenyewe akaachilia. Kuna watu wenye thamani kuliko mimi. Lakini Mungu haangalii uthamani wako nje ya neno lake. Amen. Haangalii uthamani wako nje ya neno lake. Anaangalia uthamani wako ukiwa ndani ya neno lake. Na ukiwa ndani ya neno lake, lazima Mungu atafanya kitu kwako. Lazima atajitukuza. Basi kwa jina la Yesu Kristo nisiseme maneno mengi, lakini mwisho karama, vipawa unapewa na Roho Mtakatifu. Kwa hiyo usiwinde. Maana kilikuwa sio cha kwako. Anasema Roho atawapa kama nini tuanze na Roho. Tuanze kusema wote wakajazwa Roho Mtakatifu, wakaanza kusema kwa lugha nyingine kama Roho alivyowajalia. Na mimi natamani leo hujawahi kuitamka hiyo lugha. Mwisho unasema yani ile kumbukizi ya mwaka 26 nilisikia ulimi wangu ukisema vitu ambavyo sivielewi, na ndio shauku ya moyo wangu, ndio shauku ya ibada hii, ndio shauku ya viongozi wetu. Simama hapo. Unaweza kufanya, unaweza kutenda mambo makubwa zaidi ya tuwa
uwazavyo. Yesu unaweza nikabidhi maiki kwa mwangalizi wetu wa section hii. Mungu akubariki sana. Ongeza makofi kwa Bwana. Ongeza makofi tena. Ndio ndio chini ndio cho. Ndio Yesu makofi kwa Bwana. Makofi kwa Bwana. Makofi kwa Bwana. Makofi kwa Bwana.